Um, Leo tuangalie tukio la mwaka 1981 la jaribio la kuuawa kwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni, Papa Yohana Paulo wa pili. Ilikuwa ni Mei 13, Papa Yohana Paulo wa pili akiwa katika uwanja wa Mtakatifu Petro Vatikani, wakati akiwapungia mamia ya waumini waliokuwa wamekusanyika kumwona, mshambuliaji Mehmet Ali Haka, raia wa Uturuki, alimfyatulia risasi kadhaa na kumpiga Papa tumboni na kwenye mkono wake. Licha ya majeraha hayo makubwa, Papa alinusurika baada ya kufanyiwa upasuaji wa dharura. Kisa chenyewe kinaanza. Jua lilikuwa linang'aa kwa upole juu ya anga la Roma. Maelfu ya waumini walikuwa wamekusanyika mapema asubuhi kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro, wengi wao wakiwa wamesafiri kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Walijaa furaha na shauku ya kumwona Papa Yohana Paulo wa pili, ambaye alijulikana kwa upendo wake, unyenyekevu na kujitolea kwa ajili ya haki za binadamu na amani duniani. Papa alitoka ndani ya ikulu ya Vatican akiwa kwenye Pop Mobile, gari la wazi linalomruhusu kusalimia na kuwabariki waumini kwa ukaribu. Akiwa anatabasamu, aliwapungia watu mikono huku akiwabusu watoto walikuwa wameletwa mbele yake. Amani ilitawala. Hakuna aliyedhani kuwa lolote lingeweza kutokea, hasa jambo baya katika eneo hilo takatifu. Wakati gari la Papa likiwa linapita katikati ya umati, ghafla milio ya risasi ikavunja ukimya. Risasi mbili zikafyatuliwa kwa haraka. Kilio kilisambaa. Papa alishika tumbo lake na kuanguka mlegevu kwenye gari. Risasi moja ilimpiga tumboni, nyingine mkononi. Haikuwa ndoto, ilikuwa ni kweli. Mchana wa amani uligeuka kuwa jioni ya hofu. Gari lake liliondoka kwa kasi kubwa kuelekea hospitali ya Gemelli jijini Roma. Ndani ya gari, damu ya Papa ilikuwa ikimwagika, lakini alikuwa macho, akimwomba Mungu msamaha, akimwombea msamaha adui yake. Alifikishwa hospitalini na kufanyiwa upasuaji wa haraka na mgumu uliodumu kwa zaidi ya masaa 5. Wakati huo dunia ilinyamaza. Watu walimlilia, walikusanyika makanisani na kusali kwa moyo kumwombea kiongozi wao aliyepigwa risasi. Mshambuliaji aliyetekeleza jaribio hilo alikamatwa papo hapo. Jina lake ni Mehmet Ali Haka, raia wa Uturuki mwenye umri wa miaka 23 kwa wakati huo. Haka alikuwa mwanachama wa kundi lenye misimamo mikali julikanalo kama Grey Wolves. Alikuwa tayari anasakwa nchini mwake kwa kutoroka gerezani kwa tuhuma za ugaidi. Haka alikuwa amepanga tukio hilo kwa miezi kadhaa. Alikuwa ameandika barua kabla ya tukio akidai kuwa Papa ni adui wa Uislamu na lazima auawe. Alikuwa na hasira, sio binafsi bali kwa sababu za kisiasa, kiitikadi na labda hata kimkakati. Baadhi ya wachambuzi baadaye walidai kuwa huenda kulikuwa na mkono wa mashirika ya kijasusi ya Mashariki ya Kati au hata baadhi ya mataifa ya kikomunisti, lakini ukweli kamili haujawahi kuthibitishwa. Haka alihukumiwa kifungo cha maisha jela nchini Italy kutokana na tukio hilo. Lakini hadithi hii haikuishia kwenye maumivu ya risasi au kifungo cha gereza. Miaka miwili baadaye, mnamo
Desemba 27 mwaka 1983, Papa Yohane Paulo alitembelea gereza la Rebibbia huko Roma alimotunzwa haka. Ziara hiyo haikuwa ya kawaida. Papa alikwenda kumsamehe kijana huyo aliyekuwa karibu kumuua. Picha ya wawili hao wakizungumza faraghani ndani ya selo, huku Papa akimshika mkono kwa upole na macho yake yakimwangalia kwa huruma, ilivunja mioyo ya watu dunia nzima. Papa alimwambia kuwa amemsamehe, sio tu kwa maneno bali kwa moyo wote. Huo ulikuwa ujumbe mkubwa wa kiroho na kibinadamu kwamba msamaha unaweza kushinda chuki hata katika mazingira mabaya zaidi. Baada ya kupona, Papa Yohane Paulo wa pili aliendelea kulitumikia kanisa kwa miaka mingi zaidi, akiwa na afya iliyotikiswa, lakini roho yake ilikuwa na nguvu za awali. Alitembelea mataifa zaidi ya 120 akihubiri juu ya upendo, amani na haki. Hadi kifo chake mnamo mwaka 2005 aliendelea kuwa sauti ya matumaini kwa mamilioni. Mnamo mwaka 2014 alitangazwa kuwa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili na Kanisa Katoliki. Hii ikiwa ni ishara ya heshima kwa maisha yake ya kiroho na ushuhuda wa kweli wa msamaha. Tukio la tarehe 13 Mei, siku ambayo Kanisa Katoliki huadhimisha maono ya Bikira Maria huko Fatima, Ureno. Papa mwenyewe aliamini kwamba alikuwa ameokolewa na mikono ya Mungu kupitia maombezi ya Mama Bikira Maria wa Fatima. Baada ya kupona, alienda Fatima na kuweka risasi moja iliyomjeruhi kwenye taji la sanamu ya Bikira Maria kama ishara ya shukurani. Jaribio la kumuua Papa Yohane Paulo alikuwa tu jaribio la kumaliza maisha ya mtu mmoja, lilikuwa jaribio dhidi ya imani, matumaini na upendo wa wanadamu. Lakini kutoka kwenye risasi hizo ilizaliwa hadithi ya msamaha, huruma na imani isiyotetereka. Ni hadithi inayotufundisha kwamba hata katika giza zito la uovu, nuru ya msamaha inaweza kung'aa. Na hiyo ndio nguvu halisi ya kiroho. Ni hadithi kubwa tamu ambayo inatafakarisha kuhusu maisha ya kiongozi huyu wa kiimani wa Kanisa Katoliki duniani, Papa Yohane Paulo wa pili, na jaribio lake